Sawa. Mimi naitwa Sauda Simba, ni mmojawapo wa wakurugenzi wa Wentworth Africa Foundation. Na leo kama tunafahamu ni siku ya hedhi duniani. Kwa hiyo leo sisi kama foundation tumeamua kuungana na CHAWATA ambao ni watu ambao wanaishi na ulemavu ili tuweze kuwapa pedi na pia tuzungumze kuhusu swala la hedhi, kwa sababu wao kama tunajua wana changamoto nyingi sana zaidi ya taasisi, na moja kubwa yako ni hedhi. Ni hedhi kwa sababu ukilingana tuliweza kupata fursa ya kuongea na wachache nyumbani kwao, kwenye nyumbani kwao, tukaona kwamba ni mwanamke sana sana, ni wanawake ambao wanasaidia watoto wao wakati wa hedhi, na unakuta anakosa siku 5 hadi 6 nyumbani kwa sababu anashindwa kutoka, anashindwa kumwacha mtoto pale. Kwa hiyo imagine siku 5 mpaka 6 kila mwezi huwezi kufanya shughuli zako za kibiashara. Hiyo ndio maana inaitwa period poverty, yani umaskini kwa sababu ya hedhi. Tumetoa jumla ya dozen 100 ambayo ni kwa ajili ya watoto hao walemavu. Kwa hiyo leo tutaweza kuwagawia kila mmoja dozen. Kwa tunategemea kwamba hizo dozen zitaweza kuwasaidia angalau mwaka mzima au angalau hata miezi 10 kwa ajili ya hedhi zao. Nani hapa Dar es Salaam? Ni hapa Dar es Salaam. Mkakati wetu ni kuendeleza huu mradi wetu wa Keep a Girl in School ambao ndio huo ambao unaendesha hii mradi wa hedhi salama, na tunategemea tuweze kusaidia wasichana zaidi kwenye mkoa huu, lakini pia Dar es Salaam kwa ujumla. Kwa hiyo tunalenga zaidi kutafuta partnerships na makampuni mengine, lakini pia tunawaendea mmoja individual donors. Kwa hiyo mtu mmoja ambaye anaweza akatoa chochote kuweza kugharamia hizi gharama za taulo za kike. Bando moja, yani dozen moja ya taulo za kike ambazo ni 12 ni 18,000. Kwa hiyo ukiangalia 18,000 ni sio hela kubwa sana, lakini itamsaidia mtoto wa kike mwaka mzima. Kwa hiyo ni lengo letu kuanzia mtu mmoja kutuchangia, lakini pia kuangalia taasisi na ni pia kuweza kutuchangia kwenye huu mradi. Kwa tukio la leo hususan milioni 2, na ujue kwamba tumeweza kupata hizi hela sio hata kwa taasisi moja, tumechanga wenyewe marafiki, jamaa na ndugu ndio wametuchangia. Kwa hiyo imagine tukipata support ya taasisi na corporates tunaweza kufanya makubwa zaidi, na tumeambiwa kabisa kwamba changamoto ni kubwa sana mikoani. Yani hapa tumegusa kidogo tu, lakini mikoani hali ni mbaya sana. Kama inakuletea ahueni gani kama mama kipindi cha hedhi? Kwa kweli mimi nashukuru Mungu ninapopata msaada kama huu. Wakati mwingine na kama hedhi zake zikija kabla hajapata huu msaada, anakuwa anapata shida, tunakuwa tutoki nyumbani. Tunakuwa tutoki nyumbani. Mimi namshukuru Mungu kwa msaada kama huu umepatikana. Mungu awabariki. Wasamaria wema, watu wenye ulemavu, na waomba Mungu awaguse wapate kutusaidia. Watu wenye ulemavu. Mimi naitwa Dr. Deborah Maufi, na leo tupo hapa CHAWATA Buguruni pamoja na Wentworth Foundation. Tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu ya masuala ya hedhi kwa watu wenye ulemavu Tanzania. Na umuhimu wa ili shughuli tunaofanya leo ni kwa sababu kwa Tanzania watu walemavu ni zaidi ya milioni 5 ambao wenye mji wa Dar es Salaam wote, kusema na pia ni Zanzibar yote, ukiangalia Zanzibar, Unguja, Pemba wote, watu milioni 5, na hii namba inazidi kuongezeka. Lakini kwenye masuala ya hedhi tunashindwa kukidhi mahitaji yao, kwa sababu kwenye swala la hedhi huwa mara nyingi tunatengeneza bidhaa ama miundombinu ambayo yanahusiana na watu ambao hawana ulemavu ama hawana changamoto zingine. Kwa hiyo ni muhimu kwa sisi kufanya zoezi kama hili ili kuweza kupanua ile elimu kwa watu ambao pia wamekuwa wanasaulika sana kwenye haya masuala. Na sio tu kwenye masuala ya bidhaa na miundombinu, lakini pia kwenye elimu ya afya ya hedhi, kwa sababu watu wengi tunajua tu hedhi kama ile siku ya mwezi ambayo damu inatoka, mambo yameisha, lakini hedhi inakuja na mambo mengi sana. Ni mzunguko wa siku 28 na zaidi, na katika ile siku 28 mambo mengi yanatokea. Kupata hedhi ama kutokupata hedhi pia inaniashiria ya afya yako iko vipi kwenye masuala ya afya ya wanawake. Kwa hiyo ni muhimu sisi kutoa hizi elimu ili waweze kujua kwamba je, kama nikipata hedhi ama nisipopata hedhi, ama zikitoka damu nyingi sana, ama nikipata maumivu makali sana, ama kichwa kikinyuma nikiwa nakaribia hedhi, je, inamaanisha nini kwenye afya yangu? Tunasema kwamba hedhi ni the 6th
vital sign. Ni muhimu kama unavyocheki temperature ya mgonjwa ama unacheki uzito na vitu kama hivyo. Pia hedhi ni ashiria kubwa ya afya ya mwanamke. Kwa ni muhimu sana kuweza pia kuwajumuisha watu wenye ulemavu kwa swala kama hili. Kuna wanawake wengi ambao wanasaulika kwa sababu ya ulemavu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPAP kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPAP kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno BimaPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPAP, urahisi wa maisha.